Wananchi wengi wanaenda hospitali, bili inakuja 1,100. Anauza ng'ombe, anauza mbuzi, bili inafika nusu milioni. Anauza plot, anauza shamba, bili inafika 2,000,000. Anauza kila kitu, anaingia kwa umaskini. Harambee pande hii, harambee pande ile. Harambee wachache wanaweza. Lazima ujue kwanza mheshimiwa ndio ufanyiwe harambee. Ama namna gani? Ama ujuane na chief. Ama ukue na mtu mkubwa. Ama namna gani? Si ndio? Si kuna watu wanatamani kufanyiwa harambee lakini mtu ya kupangia hawa inakosekana. Sasa ndio tukasema hii mambo ya matibabu tuwache ubaguzi. Kila mtu anakuwa mgonjwa. Hata yule ambaye hajui mheshimiwa anakuwa mgonjwa. Hata yule ambaye hajui chief anakuwa mgonjwa. Ama namna gani? Na tunataka mambo ya matibabu isiwe ni starehe ya watu matajiri, watu wako na kazi, watu wanajulikana na mheshimiwa, watu wanajulikana na chief. Hapana, tunataka matibabu iwe ni haki ya kila Mkenya. Ama namna gani Nakuru? Ndio tukabadilisha mfumo ya matibabu Kenya. Mfumo ya matibabu Kenya ilikuwa wewe unapata kadi ya NHIF kwa sababu unafanya kazi ama kwa sababu unaweza kulipa. Tukawa na watu 7,000,000 peke yake Kenya mzima wako na kadi ya NHIF. Ndio tukabadilisha sheria, na mimi nataka muwapigie hao wabunge makofi jameni. Mketi chini na hao wabunge, tukapangana na wao, tukasema tubadilishe hii sheria, tuweke sheria ya universal health coverage ama matibabu kwa watu wote, sio wale wako na uwezo peke yao. No. Na sababu hiyo ndio tumetengeneza sheria ya SHIF, tumetengeneza sheria ya PHC, tumetengeneza sheria ya Digital Health Authority. Kwa ile sheria moja ya NHIF tumetengeneza sheria 5 mpya ambayo itasimamia matibabu kwa Kenya. Ndio tuhakikishe matibabu inafikia wananchi wote.